almurtahin, na kuna simama kushika kwake ay aladili الراهن وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمنا وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل، وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العجل صح، وإن عزلهما صح عزله، وإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. وفي صحة الرهن روايتان. نعم فصل. قال وإذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح، na kama atashurutisha rahin katika rehani kuiweka katika mkono wa mtu mwadilifu inasihi. Kama atasema bwana hii rehani iwe katika mkono wa mtu mwadilifu, isiwe kwako wewe almurtahin, hilo linasihi. لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه. لأنه قبض في عقد، كسبب ni kushika katika akdi. لأنه قبض في عقد، كسبب ni kushika katika akdi, fajaza التوكيل فيه. Kwa hiyo inajuzu kuwakilisha mtu mwingine. Kwa hiyo si lazima ile rehani iwe katika mikono ya almurtahin, inaweza iko katika mkono wa mtu mwingine wa kando. Wakama qabdhuhu maqama qabdhu almurtahin, na kuna simama kushika kwake ay aladili, sehemu ya ushikaji wa almurtahin fi qawli akthar alulama, fi qawli akthar alulama, katika kauli ya maulama waliokuwa wengi. ثم قال وإن شرط جعله في يد اثنين, na ikiwa atashurutisha kuweka rehani katika mikono ya watu wawili saha, inajuzu. Hii rehani yangu bwana, lakini iwe kwa huyu na huyu, iwe kwa huyu na huyu, inasihi. lam yakul ahadihima, yani walam yakul li ahadihima al-infiradu bihifdhihi, na haitofaa kwa yeyote katika hawa watu wawili ambao yeye ameshurutisha rehani iwekwe kwao kupwekeka katika kuhifadhi hiyo rehani. Sasa itakuwa faala hadha yuj'alu fi makhzin alayhi likulli wahidin minhuma quflun. Faala hadha, kwa kauli hii sasa, faala hadha, kwa kauli hii sasa, yuj'alu fi makhzanin alayhi, hiyo rehani itawekwa katika hifadhi, likulli wahidin minhuma, na awe na kila mmoja katika hao watu wawili kuflun, kufuli lake. Yani yeye mfano rehani kaleta simu zake mbili au laptop hii, sio mbili, hata laptop moja, akaipeleka kwa almurtahin, kaambia bwana unaiona hii laptop, hii ndio rehani yenyewe, sawa, lakini mimi sitaki ikae kwako, nataka iwe kwa fulani na fulani. Kwa hiyo akisema nataka iwe kwa fulani na fulani, inaswi na haitofaa kwa wale wawili mtu kupwekeka na kuhifadhi hii laptop. Sasa tutafanyaje? Tutakifanya hii laptop, tutaenda kuiweka sehemu, sawa, tutaenda kuiweka sehemu, halafu wale ambao yule bwana amewainisha wawe ndio wenye kuangalia na kuishika hiyo rehani. Kila mmoja atakuwa na kufuli lake pale, ataenda kuweka kufuli lake, ataondoka na funguo mpaka siku atakayolipa, ndio watakuja watu wawili kufungua, alafu ile rehani itatolewa. Na ثم قال وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل. na haifai kwa arrahin, haifai kwa mwekaji wa rehani, wala lilmurtahin, wala kwa yule ambaye ndiyo mdai,
idha lam yattafiqa, ikiwa hawajafikiana, wala lilhakim, na wala haitofaa kwa kadhi nakluhu, kuihamisha rehani, ani yadi la adili, katika mikono ya mtu mwadilifu. Ama wenyewe wakiafikiana na mnaweza kwenda kuhamisha, lakini kama hawajafikiana haitofaa kwa arrahin wala kwa almurtahin, na wala haitofaa kwa alhakim kwenda kuhamisha rehani katika mikono ya aladili, katika mikono ya mtu ambaye ni mwadilifu. لأن العدل ما دام بحالي لم تتغير، لأن العدل كسبب ودليف ما دام بحالي، ما دام kwa hali yake لم تتغير، haujabadilika. Yani al-amana katika uaminifu, kwa haitofaa kuondoa pale ile rehani, illa an tataghayyara haluhu, isipokuwa itakapobadilika hali ya al-murtahin, isipokuwa itakapobadilika hali ya al-adil, afwan, isipokuwa itakapobadilika hali ya al-adli, hali yake kabadilika bifisqihi au dha'fihi an al-hifdh. Bifisqihi, kwa kwake muovu. Sasa tulikuwa tunamwamini akaanza kuwa mlevi, au dha'fihi an al-hifdh, au akawa dhaifu wa kuhifadhi, au akawa dhaifu wa kuhifadhi, hapo ile rehani itakuwa ni yenye kuhamishwa. Masala imeisha. Anasema walahu radduhu alayhima, yani walil adli radduhu alayhima, na inajuzu kwa huyu mwadilifu kurejesha ile rehani kwao, alayhima yani ala arrahin wal murtahin, inajuzu rehani yake kurejesha kwao arrahin na almurtahin, wa alayhima qabulu, wa alayhima qabuluhu, na itawalazimu wakubali. Yeye anajuzu kuirejesha kwao na wao inabidi waikubali, alafu angalia namna nyingine ya kufanya. Wala yamliku raddahu ila ahadihima, na hatomiliki kurejesha kwa mmoja wao, hatomiliki kurejesha kwa arrahin wala kwa almurtahin peke yake. Limadha? Lianna lilakhar hadhan fi imsaki, lianna lilakhar hadhan fi imsaki, kwa sababu yule mwingine anakuwa na hadhi na nafasi na maslahi katika yeye kushikilia hiyo rehani. Kwa hiyo atakaporejesha kwa mmoja wao itakuwa amepoteza haki ya mwingine. Wa dhahiruhu walau kana ahaduhuma hadiran wal akhar musafiran, wa dhahiruhu, na dhahiri ya haya maneno, walau kana ahaduhuma hadiran wal akhar musafiran, hata kama atakuwa mmoja wao yupo na mwingine ni msafiri, haifai yeye kumkabidhi mmoja wao, bali nitakana akabidhi kwa wote wawili. Fa in faala, ikiwa atafanya hivyo, yani ikiwa atarejesha kwa mmoja wao, fa in faala bi an radda ila ahadihima, ikiwa atafanya kwa yeye kurejesha kwa mmoja wao, fa alayhi radduhu ila yadi, itamwajibikia arejeshe katika mikono yake, yani ila yadi nafsihi, inatakikana arejeshe kwake, aende kwa yule aliyempa, aende akaichukua hiyo rehani na kuwa nayo yeye katika mikono yake. Fa in lam yaf'al, kama hajafanya hivyo, kama hajarejesha katika mikono yake, fa in lam yaf'al, kama hajafanya hivyo, dhamina haqq al-akhar, atakuwa ni mdhamini wa haki ya mwingine, atadhamini haki ya mwingine, liannahu fawata alayhi mastahaqqahu bi'aqdi ar-rahn, liannahu fawata alayhi mastahaqqahu bi'aqdi ar-rahn, kwa sababu yeye amemondolea kila anachostahili kwa ile akdi ya rehani. Kwa hiyo haifai yeye kwenda kumpa mmoja wao, bali kama anataka kurejesha inabidi arejeshe kwa wote wawili, na kama ataenda kwa mmoja wao inatakikana irejeshe kwake, iendelee kuwa katika mikono yake ili akawarejeshe pamoja. Na kama atakuwa amefanya hivyo, yani akaenda kumpa mmoja wao, akaenda kumrejeshia mmoja wao, basi atakuwa ni mdhamini wa haki ya mwingine. Thumma qala wa in adhina lahu fil bay'i, na ikiwa tampa idhini ya kuuza, yani arrahin na murtahin umempa idhini huyu mwadilifu ya kuuza, huyu arrahin na murtahin ikiwa umempa idhini ya kuuza, lam yabe,
illa binakli albalad, hataikani kuuza isipokuwa kwa pesa za mji au za nchi. Hatauza isipokuwa kwa pesa za mji au pesa za nchi, لأن الحظ في ذلك kwa sababu maslahi yako katika hilo. Kwa hiyo hatauza isipokuwa kwa pesa za nchi. Fa in kana fihi nuqudun ba'a bi jinsi ad-dayn, fa in kana fihi nuqudun, ikiwa katika nchi au katika mji kuna pesa nyingi ambazo zinatumika, ba'a bi jinsi ad-dayn, atauza hiyo rehani kwa jinsi ya deni, yani atauza kwa namna ya dile deni. Kama itakuwa ni pesa mfano shilingi za Tanzania, atauza ile rehani kwa shilingi za Tanzania. Kama itakuwa pesa ambazo zinazotumika ni dola za Marekani, basi atauza kwa dola za Marekani kama deni lake ni dola za Marekani. Kama deni lake ni shilingi za Kenya, basi atauza kwa shilingi za Kenya. Ndio maana akasema babi jinsi deni, atauza kwa jinsi ya lile deni, atauza kwa jinsi ya deni lilivyo, sio kwa thamani kwa zile pesa. لأنه أقرب إلى وفاء الحق, kwa sababu hilo liko karibu zaidi na kulipa ile haki. لأنه أقرب إلى وفاء الحق, kwa sababu liko karibu zaidi na kulipa haki ya watu. ثم قال فإن لم يكن فيها جنس الدين, na kama katika mji hakuna jinsi ya deni, yani mfano anadaiwa riali za Omani, na katika ile nchi riali za Omani hamna, lakini rehani ipo. Kama kwa Tanzania tuna shilingi za Tanzania zinatumika, kuna dola za Marekani zinatumika, inawezekana paundi ya Uingereza zinatumika, lakini deni ambalo mwekaji wa rehani analodaiwa ni riali za Omani, na riali za Omani hapa hazitumiki. Ba'a bima yara annahu aslah, atauza kwa kile anachokiona kina maslahi zaidi. Huyu mwadilifu atauza kwa kile ambacho anakiona kina maslahi zaidi. Tayib, wa in qabada thamana fatarifa fi yadihi fahuwa min dhamani ar-rahin, wa in ba'a biidhnihima, ikiwa huyu mwadilifu ameuza kwa idhini yao, yani kwa idhini ya ar-rahin na al-murtahin. Thumma mwalifu anasema qabada thamana, kisha ile thamani akawa nayo mikononi mwake, yani ashauza, kisha ile thamani ikawa katika mikono yake yeye mwadilifu. Fatarifa fi yadihi, halafu ile rehani kaharibika na kuangamia katika mikono yake, kaangamia katika mikono yake, min ghairi ta'addin wala tafrid, pasna ta'addi wala tafrid, fahuwa min dhamani ar-rahin, basi hiyo thamani inakuwa katika dhamana ya mwekaji wa rehani, لأن الثمن في يد العدل أمانة, kwa sababu thamani ile katika mikono ya mwadilifu na kuna amana, na ikisha kuwa amana katika mikono yake خلاص la yadhman hadha min. ثم قال وإن استحق المبيع, يعني ظهر أنه ليس ملك الراهن, imedhihiri si miliki ya mwekaji wa rehani. Hiyo ndo maana ya istahaqqa, imekuja kudhihirika kwamba si miliki ya mwekaji wa rehani. Ile bidhaa imekuja kudhihirika si miliki ya mwekaji wa rehani, bali ni miliki ya mtu mwingine. Raja al-mushtari ala ar-rahin, atarudi mnunuzi kwa ar-rahin, ar-rahin.
لأن المبيع له والعهدة عليه لأن المبيع له والعهدة عليه kwa sababu bidhaa ilikuwa inafahamika kuwa ni ya kwake kwa na inataratibu juu yake yanakuwa ni juu yake wa mahalluhu idha alima almushtari annahu wakilun wa mahalluhu idha alima almushtari annahu wakilun na sehemu ya hili tunalozungumza pale atakapojua mnunuzi kwamba yule ambaye alikuwa anauza ni wakala tu alikuwa anajua kuwa ni wakala tu na kama alikuwa anajua kuwa ni kitu kile ni cha kwake hadi masala mengine lakini ajue kuwa ni wakala kwa kama anajua ni wakala afu baadaye kile kitu kikajulikana si miliki ya arrahin basi mnunuzi atarudi kwa almushtari thumma qala wa in idda'a ay al-adlu daf'a ath-thamani ila al-murtahin fa ankara na atakavodai yule mtu mwadilifu kumpa thamani murtahin atakavodai kwamba mimi thamani nimempa murtahin fa ankara al-murtahin akapinga murtahin walam yakun qadahu bibayina na wakati wa kumpa hakumpa kwa ushahidi wakati wa kumpa hakumpa kwa bayina dhamina al-adil mwadilifu atadhamini atadhamini yangu tatokea chochote ndio atakuwa mwenye kulipa wa anhu na riwaya nyingine kutoka kwa Imam Ahmad la yadhman hatadhamini limadha لانه امين بسبب ni muaminiwa wala aminu la yadhman na muaminiwa hadhamini muallif anasema illa an yakuna umira bil ishhadi falam yaf'al isipokuwa atakavyokuwa ameamrishwa aweke ushahidi wakati wa kumkabidhi na kumpa na ikawa hajafanya hivyo aliambiwa bwana wakati unampa al-murtahin weka ushahidi na yeye ikawa hajafanya hivyo dhamina litafriti hapa atadhamini kwa sababu ya uzembe wake kama tunazungumza kuhusiana na riwaya hii ya pili wa anhu la yadhmanu illa an yakuna umira bil ishhad falam yaf'al dhamina litafritihi hapa atadhamini kwa sababu ya uzembe wake illa an yakuna bihadrat almuwakkil isipokuwa itakavyokuwa kule kumkabidhi alimkabidhi aliyekuwa mwenyewe arrahin ambaye ndo almuwakkil hapa hatakuwa ni mwenye kudhamini wa hakadha alhukm fil wakil na hiyo ndio hukumu kwa wakala ndio hukumu kwa wakala fima dhakarna kwa yale ambayo tumeyataja lianahu fi maanahu kwa sababu yanakuwa katika maana ya huyu al-adilu hapa thumma qala rahimahullahu ta'ala wa in sharata an yabi'ahu al-murtahinu aw al-adilu sahha na ikiwa atashurutisha ay ar-rahinu yule mwekaji wa rehani an yabi'ahu al-murtahinu au rehani murtahin au rehani al-adil mtu ambaye ni mwadilifu sahha inasihi hilo sharti lake linasihi na linafaa lianna kullam minhuma ahlun lilwakala lianna kullan minhuma ahlun lilwakala kwa sababu kila mmoja katika wao anastahili kuwa wakala yule al-murtahin anastahili kuwa wakala kadhalika al-adil anastahili kuwa wakala wa in azalahuma sahha azluhu na ikiwa atawatoa kwenye kuuza ile rehani kuna sihi kuwatoa kwake akisema bwana hapana wewe nimekutoa kwenye kuuza kule kutoa kwake kule kuna sihi fil mansus katika maneno ambayo kwa nasi ya Imam Ahmad kasairi alwakalati kama ilivyokuwa wakala mwingine uliosalia yule almuwakkil anaweza kumtoa alwakili na mlango wake unakuja wa yuhtamalu alla yasihha lakini kuna ihtimali ya kutokusihi yani alla yasihha azluhu kutokusihi kule kufanya kwake azli kule kumtoa al-adil au al-murtahin وقال ابن ابي موسى
وقال ابن أبي موسى نعم سمع ابن أبي موسى يتوجه لنا أنه لا ينازل يتوجه لنا أنه لا ينازل hapa kuna kuwa na wajihi kwetu sisi kwamba akimtoa hatoki wallahu a'lam. Thumma qala wa in sharata alla yabi'ahu 'inda al-hulul, ikiwa atashurutisha ay arrahin mwekaji wa rehani alla yabi'ahu 'inda al-hulul, asiuze rehani utakapofika wakati wa kulipa deni. Niambia bwana, wakati wa kulipa deni ukifika usiuze rehani, akaweka sharti la namna kama hiyo, fahuwa shartun fasid, fahuwa shartun fasid, hilo sharti lake linakuwa ni fasid, li'annahu yunafi muqtada al-'aqdi, li'annahu yunafi muqtada al-'aqdi, kwa sababu hilo sharti lake linapingana na muqtada wa 'aqdi. Sababu sisi lengo muda ukifika yeye kama hajalipa tuuze ile rehani. Sasa nawekaje sharti kwamba muda wa kulipa utakapofika usiuze? Hili sharti lake linakuwa ni fasid. Muda ukifika tutauza ile rehani kama kawaida. Au in jaahu bihaqqihi wa illa farrahnu lahu, au akasema naweka ile rehani ikiwa nitakuja na haki yako khalas, hiki kitu changu nitachukua, wa illa farrahnu lahu, kinyume na hivyo rehani inakuwa ni ya kwake. Yani farrahnu lilmurtahin bidain, rehani inakuwa ya almurtahin kwa deni. Lam yasiha sharti hapa hali swihi. Qala fi al-mubdi bighairi khilafin na'lamuhu, qala fi al-mubdi bighairi khilafin na'lamuhu, amesema katika kitabu al-mubdi bila khilafu tunayojua. Wa fi sihhati ar-rahni riwayatan, na katika kusihi rehani yenyewe kuna riwaya mbili. Yani anachokusudia kwenye haya maneno, ikiwa atasema kwamba bwana ukifika muda wa kulipa usiuze hii rehani, sharti lake tunasema kuwa ni fasid, halitokuwa ni lenye kusihi, linakuwa ni fasid, halitokuwa lenye kusihi. Je, ikiwa atasema hayo maneno, ile rehani yenyewe sasa, ile akdi inasihi au haisihi? Kuna riwaya mbili. Au akamwambia kwamba nikija na haki yako sawa, nisipokuja nayo hii rehani inakuwa ni ya kwako kwa ajili ya deni. Je, ile rehani inasihi au haisihi? Kuna riwaya mbili. Toi ihdahuma, riwaya kwanza la yasihu, rehani yenyewe haisihi maadamu ameleta sharti ambalo ni fasid, na riwaya na akdi yenyewe, rehani yenyewe haisihi. Jazama bihi fil wajizi wa qaddamahu fi sharh wa nasarahu. Jazama bihi fil wajizi, hii ndio ambayo imefanywa jazm katika kitabu al-wajiz, wa qaddamahu fi sharh, na ndilo ambalo limetangulizwa katika kitabu ash-sharh al-kabir, wa nasarahu, na ibn abi umar akanusuru hii riwaya. Wa thaniyatu, na riwaya pili yasihu, ile rehani nasihi, nasaraha Abu al-Khattab. Hii riwaya ndio ambayo ameitetea na kuinusuru Abu al-Khattab. Naam, soma hiyo fasili ndogo alafu tutawakafu baada ya hapo. Na watu wamechoka. طيب. قال الموفق رحمه الله تعالى: فصل: إذا اختلف في قدر الدين أو الرهن أو رده أو قال أقبضتك عسيرا قال بل خمرا، فالقول قول الراهن، وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأخذت منه قيمته رهنا، وإن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المتهم إلا أن يصدقه. نفصل. قال إذا اختلف بين الراهن والمرتهن, na wakitofautiana baina ya mtoaji wa rehani na mchukuaji wa rehani, wakakhtalifiana fi kadri dain, katika kiwango cha deni, bi an qala al-murtahin, kwa kusema murtahin, li alayka alfun,
rahantani alaiha abdaka, je alaika 1000, nina mimi juu yako 1000. Rahantani alaiha abdaka, umeniwekea rehani kwa hiyo 1000 mtumwa wako, umeniwekea rehani kwa hiyo 1000 mtumwa wako. Faqala arrahin, akasema arrahin, bal hiya 100, bali bwana deni 100. Al-Murtahin anasema 1000, arrahin anasema deni 100. Wala bayyinata li ahadihima, na hakuna bayina kwa yoyote, hakuna ambaye anabayina baina yao. Falqawlu qawlu arrahin biyamini, taban falqawlu qawlu arrahin biyamini, kauli ambayo itakayokubalika kimahkama ni kauli ya arrahin kwa kiapo chake, au arrahn, au wakatofautiana kwenye rehani yenyewe, wakatofautiana kwenye rehani yenyewe, yani kile kiwango chake. Bi an qala al-murtahin hadha al-abdu wal-ama, bi an qala al-murtahin hadha al-abdu wal-ama, kwa kusema murtahin huyu mtumwa na kijakazi. Bi an qala al-murtahin hadha al-abdu wal-ama, kwa kusema murtahin huyu mtumwa na kijakazi. Faqala ar-rahin, akasema ar-rahin bali ahaduhuma, bali mmoja wao, sio wote wawili, bali mmoja wao. Qaddima qawlu ar-rahin, qaddima qawl ar-rahin, itatangulizwa kauli ar-rahin biyaminihi, kwa kiapo chake, li'annahu munkirun, kwa sababu yeye ni mwenye kupinga. Au raddahu, yani au ikhtalafa fi raddihi, au wakatofautiana kwenye kurejesha, kwenye kurejesha. بأن قال المرتهن رددته إليك، بأن قال المرتهن رددته إليك، كمرتهن كسما nimekurejeshia rehani yako. Murtahin anamwambia arrahin, nimekurejeshia rehani yako. Waqala arrahin la, arrahin akasema hapana, hujanirejeshea. Qabila qawlu arrahin biyamini, takubalika kauli ya arrahin kwa kiapo chake. لأن المرتهن قبضه لمنفعته، لأن المرتهن قبضه لمنفعته، kwa sababu yule murtahin amechukua kile kitu kwa ajili ya manufaa yake yeye kama yeye. Tayib, au qala aqbadtu qasiran, au akasema ay arrahin, au qala ay arrahin, au akasema arrahin aqbadtu qasiran, mimi kukabidhi juisi. Qala al-murtahin, akasema al-murtahin bala khamran, akasema bali ilikuwa pombe. Murtahin anasema unikabidhi mimi pombe. Falqawlu qawlu ar-rahib fi jami'i suwari, hapa kauli ikifanywa kazi ni kauli ya ar-rahin katika sura zote zilizotangulia, nasu alayhi kwa nasu Imam Ahmad. Wa in akarra ar-rahin annahu a'taqa al-'abda kabla rahni, na atakavokiri mwekaji wa rehani kwamba yeye mtumwa aliyemweka rehani alimwacha huru kabla ya rehani. Mtumwa aliyemweka rehani alimwacha huru kabla ya kumweka kuwa rehani, ataka, yule mtumwa atakuwa huru, yule mtumwa atakuwa huru. Wa ukhidhat anhu qimatuhu rahnan makanahu, na itachukuliwa thamani kutoka kwa arrahin na kuwa rehani sehemu yake. Hii iko wazi, hii iko wazi. Wa in akarra annahu kana jana, na ikiwa takiri kwamba alikuwa amefanya makosa, yani anna al-abda jana, kwamba mtumwa alikuwa amefanya makosa. Au annahu ba'ahu, au kwamba yeye huyo mtumwa alishamuuza, alikuwa tu hajamkabidhi kwa aliyemuuzia,
alafu baadaye akaja kumleta kama rehani, au ghasabahu, au alimpora, akaja kukiri kwamba huyu mtumwa mwenyewe mimi nilimpora, qubila ala nafsihi, haya maneno yake yatakubaliwa juu ya nafsi yake, yatakubaliwa juu ya nafsi yake, li'annahu muqirrun ala nafsihi faqubila, li'annahu muqirrun ala nafsihi faqubila, kwa sababu anakiri kitu juu ya nafsi yake, kwa maneno yake yanakuwa ni yenye kukubalika. Walam yuqbalu ala almurtahin, na hayo maneno hayatokubalika juu ya almurtahin.